kabla ya kuwa mke au kuwa mme, kabla ya kuwa baba ama kuwa mtoto. Kitu cha kwanza kabisa, wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Wewe kama mwanafunzi wa Kristo unatakiwa upende wengine kama ambavyo Kristo amekupenda wewe. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa somo letu tunasema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Na kama sikosea nadhani ni wiki ya 5, na leo tunaingia kwenye kipindi cha mwisho cha wiki hii. Leo nataka tuzungumze jambo ambalo watu wengi wanapata shida kuhusu agizo hili la Bwana Yesu. Nataka tuangalie agizo moja ambalo la muhimu sana. Kwa hiyo tutaangalia hilo agizo, alafu wiki inayofuata, kwa maana ya kwamba inayoanza kesho, tutaanza kuchambua nafasi ya Yesu kama kuhani wetu mkuu. Maana yake haitoshi tu kumwamini yeye kama mfalme na kwamba yeye ni Bwana, lakini pia tunataka tuamini kuhusu ukuhani wake mkuu kwetu sisi, kwamba nini maana yake yeye kuwa kuhani mkuu. Yako mambo mengi lukuki ambayo tutaangalia, nami naamini kabisa yataubariki moyo wako na yatakupa ufahamu wa kwenda viwango vingine. Lakini leo nataka tuangalie agizo moja la muhimu sana ambalo Bwana Yesu alilitoa, na mkao. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda nitoe shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza, na kupa hongera sana sana. Lakini usisahau kwamba ni muhimu pia na wewe kwenda ukawafikia wale ambao hawajafikiwa na kile ambacho umejifunza. Wako watu ambao wewe unaweza kuwafikia, mimi sitaka niweze kuwafikia. Wako watu ambao watakusikiliza wewe, lakini mimi hawatanisikiliza. Kwa hiyo kwa pamoja tunakuwa tumefanya kazi kama timu. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu. Endelea kusimama nasi kama timu, tunaleta mabadiliko mtu mmoja hatua kwa hatua. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner na vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako. Endelea kusimama pamoja nasi, na jua siku zinapokwenda tunazidi kubadilisha watu. Kila mtu mmoja anapobadilika, maana yake ni kwamba inafungua mlango kwa watu wengine wengi zaidi kufikiwa. Kumbuka sisi ni kama chembe, ni kama nini? Bwana Yesu sasa, chembe ya ngano ikianguka ikifa, ikimaanisha yeye, basi italeta mavuno mengi. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuleta mavuno ghalani mwa Bwana. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo, basi kama nilivyosema, haitoshi tu kuamini kwamba Bwana Yesu ni nani, na haitoshi kuamini kwamba alifanya nini na kwamba alifundisha nini, lakini pia unatakiwa uamini kwenye kile alichokiahidi, lakini pia uamini pia katika kile, ama utii kile alichokiagiza. Na hili jambo kidogo limekuwa ni gumu, hasa tunapozungumzia kushika maagizo ya Bwana Yesu. Kwa sababu ukienda kwenye kwa mfano Yohana 14 mstari wa 15, Bwana Yesu anasema hivi: mkinipenda mtazishika amri zangu, ama mkipenda mtashika maagizo yangu. Lakini sasa wengi, kwa wale ambao wana nini, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, sio kwa sababu ya matendo yetu, sio kwa sababu ya kutunza kushika sheria, maagizo ya Torati, hapana. Lakini
uhusiano wetu na Bwana Yesu na kwa maana hiyo na Mungu Baba unategemeana sana na kutii kile ambacho amekiagiza. Kwa lugha nyingine, upendo unadhihirishwa kwa kutii. Na utii unaozungumzwa hapa ni utii wa imani. Kwa sababu huyu Yesu ambaye unamtii humuoni wala humpati kwa milango mitano ya fahamu. Maana yake ni kwamba unampata kwa kupitia neno lake na uwepo wake. Kwamba neno nimekuambia yupo pamoja na wewe, anaishi ndani mwako, wewe unaishi ndani mwake, na kuna maagizo ameacha. Kwa imani tunachukua hatua sasa na hayo maagizo. Sasa kwa anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Alafu anaagiza nini? Kwa tuende kwenye Yohana 13 mstari wa 34 hadi wa 35. Bwana Yesu anasema hivi: amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Kwa hiyo anasema anatupa amri mpya, tupendane sisi kwa sisi kama ambavyo alivyotupenda yeye. Sasa kwa nini hii amri inakuwa mpya? Nikiacha hapa nataka nikuonyeshe amri ambayo ilikuwa kwenye Torati, kwenye sheria, jinsi ilivyokuwa inasema, alafu tuiangalie hapa. Kwa hiyo tutoke hapa tena, kama sikosea nadhani Mathayo 22 na mstari wa 37 anasema hivi. Anasema mtu amuuliza swali, mstari wa 36, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? 37 akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako, actually na kwa nafsi yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Alafu 39 anasema hivi, na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa lugha nyingine, mpende mwingine kama ambavyo unajipenda wewe. Sasa tukirudi kwenye kile alichokisema kwenye Yohana 13, uone upya wake ukoje. Yohana 13:34 anasema hivi. Anasema amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Kwa lugha nyingine, kabla ya Bwana Yesu kutoa amri hii mpya, tulikuwa tunampenda mwingine kama ambavyo najipenda mwenyewe. Lakini Bwana Yesu amebadilisha katika amri mpya. Anasema mpende mwingine kama ambavyo Yesu amekupenda wewe. Kwa lugha nyingine, kipimo chako cha upendo kwa mwingine ni kile ambacho Yesu Kristo amedhihirisha. Ambacho nini? Nitakusomea muda mrefu ataelezea hapo. Lakini anasema mpendane ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda ninyi. Kabla ya hapo, amri ya zamani ilikuwa inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri mpya anasema mpende jirani yako kama ambavyo Yesu Kristo anakupenda. Kwa lugha nyingine, kipimo cha mimi kupenda mwingine ni upendo ambao Yesu Kristo ameudhihirisha. Sasa upendo huo ukoje? Kwa hiyo tukienda mlango wa 15, tukaanza mstari wa 9. Bwana Yesu anasema hivi: kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Kwa hiyo anasema hivi, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa hiyo anasema namna pekee ya wewe kukaa katika pendo lake, namna pekee ya mimi kukaa katika pendo lake ni kushika maagizo yake, kushika amri zake. Na hapa azungumzie Torati, anazungumzia yale ambayo ameyafundisha kwa kupitia kinywa chake, lakini pia ameyafundisha kwa matendo yake. Kwa lugha nyingine, tunaangalia maisha yake, na maisha yake yanakuwa yametupa picha ya kile ambacho tunatakiwa kukifuata. Kwa hiyo anasema hivi, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa hiyo huwezi kukaa katika pendo la Kristo kama haushiki maagizo ambayo amekwambia. Sasa na ametuambia nini? Mpende jirani yako, ama pendaneni ninyi kwa ninyi kama ambavyo nimewapenda. 11. Hayo, na unasema yeye aliagizwa na Baba yake. Kuna vitu kadhaa. Kitu cha kwanza tunaona anasema amekuja duniani sio kufanya mapenzi yake bali mapenzi yake Mungu. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, Bwana Yesu anasema kwamba amepewa amri, na maagizo aliyopewa ni uzima wa milele. Kusema kwenye Yohana 12 ukaanza mstari wa 48 mpaka 50. Anasema agizo nilopewa ni uzima wa milele. Lakini katika Yohana 10 anasema kwamba Baba anampenda mwana. Anasema kwamba hakuna mtu anaweza kutoa uhai wangu, ni mimi nautoa mwenyewe kisha nautoa. Anasema na agizo hilo nimepewa na Baba. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, bottom line kwa kifupi ni kwamba amri ambazo Bwana Yesu alikuwa anazitekeleza na Baba yake ilikuwa ni kutenda mapenzi ya Baba yake. Kwa hiyo maana yake mimi na wewe kushika amri zake ni kutenda mapenzi yake.
Sio torati ya Musa inayozungumziwa hapa rafiki. Kwa hiyo anasema hivi 11, hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Anarudia tena mstari wa 12, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Sasa anaelezea upendo wake kwa wanafunzi wake na kwetu pia ulivyokuwa. Anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Kwa anasema upendo, kipimo cha upendo cha kumpenda nacho mwingine ni Yesu Kristo. Na upendo huu ambao Yesu Kristo aliudhihirisha ni kupenda wengine kiasi cha kuwa tayari kutoa uhai wake kwa ajili yao. Kupenda wengine kwa kutoa uhai wake kwa ajili yao. Kwa maana yake nini? Ninapofika kwenye kupenda mwingine, maana yake ni kwamba kuna ngoja niseme hivi. Sasa hapa tusikilizane vizuri, maana nataka sana taratibu. Kuna watu wengi, nizungumzia ndoa kidogo. Kuna sarakasi ziko kwenye ndoa. Na sitaki kuingia kwenye hizo sarakasi. Ninachotaka kusema ni kitu hichi. Kabla ya wewe ujawa mme ama ujawa mke, kitu cha kwanza wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Hiyo ni nambari 1. Haihusiani na kabla ya kuwa mke au kuwa mme, kabla ya kuwa baba ama kuwa mtoto. Kitu cha kwanza kabisa wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Na anasema wewe kama mwanafunzi wa Kristo unatakiwa upende wengine kama ambavyo Kristo amekupenda wewe. Kwa hiyo tukianzia hapo, maana yake ni kwamba tutatatua matatizo mengi sana yaliyoko kwenye ndoa. Kabla ya kupendana kwamba mume mpende mke na mke mtii, tuanzie kwanza hapo. Tuna hili agizo kama wanafunzi wa Kristo, tunatakiwa kupendana kama ambavyo Kristo ametupenda. Na kwa maana hiyo itafika mahali pengine utavumilia maudhi, utakaushia maudhi, utayapuuza maudhi, na wakati mwingine itakulazimu kuwaombea kama ambao utakuonyesha wale ambao wanakuudhi. Sasa anavyozungumzia kupenda maana yake nini? Anazungumzia pendo hili ni pendo ambalo yeye anasema amekaa kwenye pendo la baba yake, kwa sababu anashika maagizo ya baba yake. Anasema na ninyi mkishika maagizo yangu mtakaa katika pendo langu. Kwa pendo la Kristo kwetu sisi ndio pendo hilo hilo la Mungu Baba kwake Kristo. Kwa lugha nyingine upendo ni ule ule, na anayehudumia huu upendo katika wote ni Roho Mtakatifu. Kusoma Warumi 5:5 anasema kwamba Mungu amekwisha kumimina pendo lake mioyoni mwetu kwa Roho wake aliyetupa. Kwa Roho Mtakatifu ndiye ambaye ili pendo la Mungu. Tunasema hivi, Roho Mtakatifu ndio pendo la Mungu. Yeye ndo communicator, yeye ndo anafanya hilo pendo la Mungu lio halisi baina ya baba na mwana, lakini baina ya mwana na baba, na kwa maana baina ya baba na sisi na sisi na Kristo. Kwa hiyo ni hili pendo, anayehudumia hili pendo na kulifanya liwe hai na kuliuisha ni Roho Mtakatifu. Na anasema hili pendo tayari liko ndani ya mioyo yetu. Narudia tena Warumi 5:5. Pendo la Mungu tayari liko ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo huhitaji kuomba uwe na upendo. Unachohitaji kuomba, unahitaji uombe upate ufunuo. Roho akufunulie kuhusu ili pendo ambalo tayari liko ndani ya moyo wako. Sasa hilo ni la kwanza nataka ujue. Kwa hiyo kama tutaenda katika hilo, maana yake nitakuwa niko tayari kufuata pendo la Mungu likoje. Sasa nafurahi kwamba mtume Paulo alituelezea pendo la Mungu lilivyo. Tena Wakorintho wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza 13 tukianza mstari ule wa 4, anasema hivi, upendo huvumilia. Kwa hiyo ili pendo la Mungu ambalo ni agape, upendo huvumilia. Anasema hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari. Sasa Kiswahili ni kigumu sana. Ngoja niruhusu nisome huo mstari wa 4 mpaka wa 8 kwenye Biblia ya either ya neno ama TKU. Nitasoma neno afu baadaye tutaenda kwenye TKU. Anasema hivi, upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauoni wivu, hauna majivuno, hauna kiburi, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, haukasiriki upesi, hauweki kumbukumbu ya mabaya. Upendo haufurahii mabaya bali hufurahia pamoja na kweli. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haushindwi kamwe. Mbona kitu Sasa TKU anasema, ndio sio kwenye TKU. TKU anasema hivi, upendo huvumilia na ni mwema. Upendo hauna wivu, haujisifu na haujivuni. Mbona kitu? Upendo haujisifu. Sasa nataka wakati nazungumza hivi mtafakari mlokole.
Ni sawa. Wakati nasoma hizi sifa za upendo, mtafakari huyu mlokole ambaye ni mwanafunzi wa Kristo. Alafu na wewe mwenyewe unaweza kujitumbukiza hapo. Anasema upendo huvumilia na ni mwema. Upendo hauna wivu. Upendo hauna nini? Wivu. Kuna wengine wakisikia mwingine amesifiwa anatamani kufa. Na anaona kama roho inamtoka yani. Ama akiona mwingine amevaa amependeza, ama akiona mwingine amepata kitu kizuri, yani inamuuma hujawahi kuona. Anasema upendo haujisifu na haujivuni. Kwa hiyo haujisifi wala hauna makidai, hauna majivuno. Kwa hiyo ukiona mtu anajisifu, huyo mtu hatembei katika upendo. Na ukiona mtu anang'aniza kusifiwa, huyo mtu sio Mkristo, na ugonjwa wa akili. Yuko ni mentally disturbed, ndio maana anatafuta kusifiwa. Others alikuwa anatembea kwenye pendo ambalo Kristo analizungumza, maana anasema asingejisifu wala kujivuna. Alafu anasema hivi, upendo hauna kiburi, hauna ubinafsi na haukasirishwi kirahisi, au offended, au kwaziki. Kuna watu wengine wanaacha kwenda kanisani sasa, mtumishi amenikwaza, wale washirika wapendo wamenikwaza. Anasema upendo hautunzi orodha ya mambo walio ukosea. Hauna orodha. Okay. Anasema upendo haufurahii wengine wanapokosa. Yaani mwingine amekosea alafu unashangilia. Kuna watu wako hivyo wapendo. Nilijua tunaendea mtakatifu lakini angalia. Yaani Mungu, sicheze na Mungu bwana amemuumbua. Upendo hauko hivyo. Anasema lakini daima hufurahia ukweli. 7 anasema upendo kamwe haukati tamaa kwa watu, kamwe hauachi kuamini, kamwe haupotezi tumaini, na kamwe hauachi kuvumilia. Upendo hautakoma, ama kwa lugha nyingine upendo haushindwi. Kwa hili ndio pendo ambalo Bwana Yesu anazungumza, tupendane sisi kwa sisi. Sasa sambamba na hilo akatoa maagizo mengine. Nataka tuende kwenye Mathayo 5. Mathayo 5 mstari ule wa 44, ama naweza kaanza 43. Kwa nini? 5:43 anasema hivi, mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Mpende jirani yako, mchukie adui yako. Tuko sawa? Kwa anaeleza haya mambo. Hiyo ni sheria, ndivyo ninavyosema. Sheria ukienda kwenye moja kwenye Lawi 19:18, sengeni ni vizuri tukasoma mambo tuone yanasemaje, tuone vitu hivi bwana hivi. Kwenye Agano la Kale anasema hivi, usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Naona? Kwa anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa lakini adui zako ruksa. Sasa tukirudi kwenye 5:43, Mathayo 5:43, Bwana Yesu anaeleza wazi kabisa. Anasema mmesikia imesemwa mpende jirani yako, mchukie adui yako. Na nakumbuka kanisa moja sasa kulitaja miaka mingi iliyopita, wapendwa walikuwa wamefundishwa kabisa. Wamefundishwa kupenda jirani zao, wapendwa wenzao, lakini wamefundishwa kuchukia adui zao. Sasa hayo sio mafundisho ya Bwana Yesu. Mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Anasema lakini mimi, huyu ni Bwana Yesu anasema, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Sio kama unasikia hilo? Na kwa maana hiyo, kwa mfano tukifika kwenye kipengele kama anasema mpende adui yako na muombe anayekuudhi, maana yake nini? Ina maana hata mchawi unatakiwa umpende. Haiwezekani mwanamke huyu ni Bwana Yesu anazungumza. Amesema nawapa amri mpya. Anasema mmesikia imesemwa wapendeni jirani zenu. Anasemaje? Anasema mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nakwambia, anasema sahau hiyo. Mimi nakwambia mpende adui yako na umuombe anayekuudhi. Ikiwa ni pamoja na mtu ambaye unahisi ni mchawi, ikiwa ni pamoja na mtu ambaye unahisi anakufitini ofisini, ikiwa na mtu ambaye unahisi anakuhujumu kwenye biashara, Bwana Yesu anasema unatakiwa umpende. Ndio nilikwambia mwanzo wa kipindi kwa tutazungumza kitu ambacho kinaleta shida kwa watu wengi. Isi mtu anakuhujumu kwenye biashara, unaambia umpende. Na sio nyepesi, sikwambii kama ni nyepesi rafiki, lakini ni agizo la Bwana Yesu. Sikiliza, miaka mingi iliyopita wako watu
Sio tu kwamba walinidhulumu, kiasi kikubwa sana cha fedha pamoja na biashara nilizokuwa nazo wakaniacha mtupu, sina hata shilingi. Lakini pia wakatengeneza mazingira nikaenda nikakaa magereza mwezi mmoja na nusu. Baada ya kutoka, nimepita kama mwaka mmoja, siku moja nimeamka asubuhi, Roho akaniambia fulani na wenzake waombe. Nikamuuliza lini? Akasema sasa hivi. Kwa hiyo ikabidi nianze kuwaombea. Pamoja na kwamba walinitenda kitu mbaya, pamoja na kwamba waliniletea matatizo ambayo yakaribu zaidi ya miaka 10 ya maisha yangu. Siko ananielewa ninachozungumza. Sasa Bwana Yesu anasema mpende adui yako, muombe anayekuudhi. Mtu ni kero kwenye maisha yako, muombe. Bosi anakunyanyasa ofisini, muombe. Una mtu kila kufanya biashara anakurusha, mtu aliyekurusha, muombe. Sasa shida ni kwamba tukiambiwa hivyo tunalipuka. Haiwezekani, mimi amenifanyia kitu kibaya siwezi kumuombea. Hili ni agizo ambalo Bwana Yesu ametoa. Unasema unamwamini, sio unamwamini Yesu, maana ni kwamba utatii na maagizo yake. Sasa kwa nini anakuambia ufanye hivyo? Anasema hivi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi hayo hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Sasa kuna kitu ambacho watu wengi hawaoni. Okay, tena taratibu. Unajua tunazungumzaga hivi vitu, kuna wengine wanakuja wananunia, hasa wakina mama wananuna, mume wangu ana mwanamke nje na bwana muombele mwanamke hapa. Acha upumbavu. Na unasikiliza nasema kwa upendo kabisa. Kwa sababu gani? This is the bottom line. Kwamba kama mume wako ama mke wako ameamua kufanya hivyo alichokifanya, maana yake ni kwamba kuna mapungufu katika maisha yako ama katika uhusiano wenu. Na nisikilize vizuri. Sasa Bwana Yesu anakupa ufunguo hapa. Inawezekana mtu anakurusha kwenye biashara, inawezekana kuna mtu anakuhujumu ofisini, inawezekana kuna mtu bosi wako anakuonea kila siku. Ni kwa sababu kwenye akili yake na moyo wake, either ni sahihi ama sio sahihi, anaona una mapungufu. Sasa hayo mapungufu na yafidiaje? Mapungufu ambayo labda hata sijui ni kitu gani hicho ambacho kinamfanya huyu mtu aone ana mapungufu, alafu afanye anavyofanya. Bwana Yesu anasema vizuri sana. Anasema sikiliza, muombe adui yako, anasema mpende adui yako, muombe anayekuudhi. Anasema ukifanya hivyo unakuwa mkamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu. Maana yake nini? Ghafla yule mtu ambaye alikuwa anaona una mapungufu na kwa maana anakuchukia, anakunyanyasa ofisini, ghafla anakuona umekamilika. Akijaribu kutafuta ile mapungufu yaliokuwa anamfanya akasiriki, akwazike, akufanyie vituko, hayaoni tena. Kwa nini? Umemuombea, kwa maana umetembea kwenye upendo. Na Wakolosai 3:10 anasema upendo ni kifungo cha ukamilifu, kwamba uko kwenye bond of perfection. Kwa ghafla yale mapungufu anayaona kwenye maisha yako hayaoni tena. Siyuka unanyelea na nazungumza. Kama ni mtu alikuwa amekurusha hela, ameamua kukimbia, ghafla ndani mwake anapata shida. Anasema no, huyu mtu nimemuonea, kitu nilichokifanya sio sahihi. Kwa sababu gani? Umejifunga kifungo cha ukamilifu. Lakini ili ujifunge kifungo cha ukamilifu, kumbuka Kolosai 3:10 anasema kuenenda katika upendo ni kujivika kifungo cha ukamilifu. Bwana Yesu anasema mpende adui yako, muombe anayekuudhi. Kwa kufanya hivyo unakuwa kwenye perfection. Unakuwa ni mkamilifu. Huna upungufu, huna kasoro, huna dosari ya aina yote dhidi mbele ya huyo ambaye anakuudhi, mbele ya huyo ambaye ni adui yako. Kwa lugha nyingine, kama alikuwa na mpango wa kufanyia kitu kibaya, ghafla anaacha. Kama alikuwa anataka kujaribu kukuloga sio na kuharibia kazi zako na vitu gani na kukuhujumu, ghafla anaona sema kwa nini namfanyia huyu mtu ana kasoro, hana shida yoyote, kwa nini namfanyia namna hiyo? Kwa hiyo anaamua anaacha. Lakini ukidai kijogoo, ukasema mwanamke mchawi asiishi, nakata, napiga, nafunga, ndio maana ukilala unaamka wamekunyoa nywele zinazoonekana zisizoonekana. Kwa nini? Kwa sababu umekataa kufuata agizo la Bwana Yesu. Anavyosema kwamba mpende adui yako na muombe anayekuudhi, hamaanishi kwamba ni kwa udhaifu. Mungu ni dhaifu kiasi gani? Mungu alitupenda sisi tulipokuwa wenye dhambi. Okay, imemfanya Mungu kuwa kiasi gani? Warumi 5:8 anasema Mungu adhirisha pendo lake kwetu sisi. Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kitendo cha yeye Mungu kutupenda pamoja na kwamba tulikuwa maadui zake, kimemfanya amekuwa dhaifu? Hapana.
Kwa hiyo lakini kimedhihirisha kwamba yeye ni mkamilifu, he is perfect. Kwa mimi na wewe tukifuata agizo la Bwana Yesu la kuenenda katika upendo, kupenda wengine kama alivyotupenda sisi. Na aliwapendaje? Aliwapenda kiasi cha kutoa uhai wake. Kuwapenda adui zetu na kuwaombea wanaotuudhi inasababisha tunatembea kwenye ukamilifu, perfection, kiasi kwamba kasoro zile ambazo mtu alikuwa anaziona zikamsukuma kufanya mambo yasiyonifurahisha mimi zinapotea. Zikipotea maana yake ni kwamba mahusiano yanakuwa yamerejeshwa, yanakuwa yamekamilika, yanakuwa yako safi, yanakuwa hana mapungufu wala mawaa. Sasa swali ni hili: je, una ujasiri wa kutii agizo alilosema Bwana Yesu? Na kumbuka, kumpenda adui yako haina maana ni sio swala la hisia. Maana yake ni kwamba ulikuwa ujisikii kumsalimia, unamsalimia. Ulikuwa ujisikii kumsaidia, unamsaidia. Ulikuwa ujisikii kumwombea, unamwombea. Sio kwa sababu unajisikia kumwombea, lakini kwa sababu Bwana Yesu amekuagiza. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tutane kesho muda na wakati kama huu.